watumishi wote wa Wizara ya Madini, watumishi wote mlioko chini ya taasisi za wizara, Tume ya Madini, Geological Survey, TAIT, STAMICO, pamoja na wote ambao tuko chini ya wizara, tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba tuweze kwenda kupiga kura, tuwachague viongozi ambao tunaona wanatufaa. Viongozi, vyama vyote vimefanya kampeni, wamenadi sera zao. Sisi kama watumishi wa serikali tunatumikia chama ambacho kitakuwa kimeweza kupata ridhaa ya wananchi na kuweza kuendesha serikali. Kwa hiyo tuangalie sera na viongozi ambao sera zao tumezisikiliza, tuweze kwenda kupiga kura kutimiza haki yetu ya kikatiba na kuweza kuchagua chama au viongozi ambao wataweza kuisimamia sekta ya madini vizuri na kuweza kuleta maendeleo ya taifa letu kupitia sekta ya madini. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi, watumishi, pamoja na jamii yetu na ndugu zetu tulioacha nyumbani, kuhamasisha watoke kwa wingi tarehe 29 na waweze kupiga kura kwa viongozi ambao wao wataona wanafaa. Huu ulikuwa ni ujumbe wangu mkubwa kwenye bonanza letu la leo, na kuweza kuwafikia nyinyi, lakini muweze kuwafikishia ndugu zetu tulioacha nyumbani pamoja na jamii yetu inayotuzunguka, kuweza kujitokeza kwa wingi tarehe 29 na kuweza kupiga kura. Jambo la tatu na la mwisho, niendelee kuwapongeza sana taasisi zote kwa ujumla, Tume ya Madini kuendelea kutuheshimisha kwenye makusanyo, Geological Survey kuendelea kuwasaidia wachimbaji wakubwa na wadogo na wakati, kuweza kuwasaidia kwenye masuala ya kijiolojia, STAMICO kuendelea kuwasaidia wachimbaji wadogo kwa sababu ni jukumu lenu la kisheria, kuendelea kuwasaidia mitambo, lakini mawazo ya kitaalamu, na kuweza kuendelea kuwa nao karibu ili kuwainia wachimbaji wadogo waweze kuchangia zaidi katika pato la taifa. TAIT imeendelea kutuheshimisha kwa kutoa taarifa kwa uwazi kwenye sekta ya madini. Taarifa hizi zinatusaidia wananchi wa Tanzania kufahamu sekta yetu ya madini imechangia kitu gani, sekta yetu ya madini ina uelekeo gani, lakini kikubwa zaidi ni kuwavutia wawekezaji wa nje kwa kuonyesha kwamba kuna uwazi wa usimamizi wa rasilimali madini ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo niwaombe sana wote kwa pamoja, viongozi wa taasisi zetu, lakini na watumishi wote, tuendelee kuwa na hii hari ambayo tulionayo ili tuweze kuisimamia sekta ya madini kwa vizuri zaidi. Katika siku hii muhimu ya bonanza ya kwetu ya wizara, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kushukuru sana wewe na timu ya wizara nzima ambao wameorganize bonanza hii ambayo imekuwa nzuri sana. Bonanza hii si tu tumecheza, tumejenga afya, tumetengeneza mahusiano na tumepunguza msongo wa kazi tukiwa hapa kwa pamoja. Tumecheza, tumeshinda, tumefurahi, tumehusiana. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee nawapongeza washindi wote walioshinda, na pia nawapongeza washiriki wote. Lakini kupita wote, naomba nichukue fursa hii kukupongeza kwa kuwa mchezaji bora kwenye mpira wa kandanda. Hivi nafsi nilikuangalia, lakini nikaona hivi Mheshimiwa Katibu Mkuu atachezaje hapa, lakini nilikuona mbio ulikuwa ukimbia, ulicheza kwa akili zaidi. Mara niliona namna ambavyo ulipoushika ule mpira na kufunga goli, kwa kweli ulipita ma defense wengi sana. Kwa hiyo pongezi sana.
mgeni rasmi, mimi hapa niko kukukaribisha wewe kuzungumza na sisi. Lakini kabla sijakukaribisha, napenda nikushukuru wewe na uongozi mzima wa Wizara ya Madini. Sisi sasa ni timu ya washindi. Hatujashinda kwenye bonanza, ila tunashinda kwenye kila kitu. Kama unaona, malengo yetu tunayafikia na tuna furaha. Kikubwa tuna amani, tuna furaha na tunashirikiana. Na hilo ni jambo jema sana. Na hiko hakitendeki tu kwa kawaida. Ni uongozi mahiri wa tume wa wizara samani, uongozi mahiri wa wizara, kuanzia kwa waziri na kwako wewe. Ukiwa mbobezi katika wizara hii, tunaona utashi, uongozi wako, ukarimu wako na namna ambavyo unatushirikisha wote, kuanzia viongozi wa juu hadi viongozi wa chini kabisa na watumishi wengine wote. Hilo nasema asante, na naomba tuendelee kufanya hili na Mungu atusaidie.